Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukukaribisha katika darasa letu huru la neno la Mungu katika somo letu la mapambo sehemu ya 5. Sehemu ya 4 tulihusika na uchambuzi wa kifungu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 13, ikihusisha na kitabu cha Ezekiel sura ya 16 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 63, hasa tukijikita kuchambua mstari huo unaodaiwa na watu wa kundi A wanaodai kwamba mapambo ni dhambi, kwamba mstari huo ni moja ya ushahidi wa kukataza mapambo. Na kundi B ni watu wale wanaoamini kwamba mapambo si dhambi. Hivyo sehemu ya 4 ya somo letu walikuwa wakifanya kazi ya kutafsiri mstari huo kuonesha kwamba hausemi hicho wanachokidai watu wa kundi A. Kwa hiyo kama hujapitia somo letu la 4, nakushauri pia ulitafute uweze kulipitia. Na leo tunaendelea pia na uchambuzi wa maandiko yaliyotolewa na watu wa kundi A, wakidai kwamba ni moja ya ushahidi wao wa kimaandiko wa kukataza mapambo. Na leo tunahusika na kitabu cha Isaya sura ile ya 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 24. Na nitangulie kutoa ushauri kama tulivyosema wakati wa somo la awamu ya 4 kwamba tafsiri ya kitabu cha Hosea na tafsiri ya kitabu cha Isaya, hivi vifungu viwili vinafanana. Na hata leo pia tutatumia baadhi ya vielelezo tulivyovitumia kwenye kutafsiri kifungu cha Hosea kuweza kuweka wazi ni kwa namna gani kifungu hiki cha Isaya hakipo kukataza mapambo, lakini kipo kwa ajili ya kazi nyingine ambayo tutaenda kuipata. Kifungu hiki cha Isaya, mwandishi wake ni nabii Isaya ambaye alifanya kazi kubwa sana kipindi cha mfalme Uzia, lakini akafanya kazi kipindi cha mfalme Yotham, na alifanya kazi nzuri kipindi cha mfalme Hezekia, lakini pia alifanya kazi kipindi cha mfalme Manase kwa muda mchache sana. Na inasadikiwa mfalme Manase, mfalme muovu miongoni mwa wafalme waovu katika Israel, ndiye aliyepelekea umauti wa nabii Isaya. Inasadikika kwamba alimuua kwa kumkata kwa msumeno vipande viwili, kama ambavyo nabii kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 34 kama au 37 inaeleza kwamba wengine walikatwa kwa misumeno, na mojawapo ya wanaoaminika kwamba walikatwa kwa misumeno ni nabii Isaya. Nabii Isaya alifanya kazi kubwa sana. Alifanya kazi wakati taifa la Israel lipo katika wakati mgumu sana kimaadili. Taifa la Israel lipo katika wakati mgumu sana katika mambo ya kidini au mambo ya kiimani. Lakini pia taifa la Israel lilikuwa katika wakati mgumu sana katika hali ya kisiasa. Mambo yalikuwa ni magumu sana. Kwa Israeli Isaya alitumika kuleta ujumbe kwa taifa la Israeli. Japokuwa kwa sehemu nyingine alihusika kupeleka ujumbe kwa Kushi na Misri, hasa kipindi kile alipolazimika kutoa unabii akiwa uchi kwa miaka 3. Unaweza kuona kwa namna gani wito wa Isaya ulikuwa ni mgumu sana. Ni mgumu sana. Ni kama vile wito wa Hosea ulivyokuwa wito mgumu sana. Akaambiwa amtwae mwanamke wa kikahaba. Ulikuwa ni wito mkubwa na mgumu sana. Lakini pia unaweza kumuona Isaya hakuelekezwa kumtwaa mwanamke wa kikahaba,
japo yeye alioa mwanamke tu ambaye pia inaonekana alikuwa na huduma ya rohoni. Akapata naye watoto wawili ambao majina yao wale watoto yalikuwa ni sehemu ya unabii wa kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika taifa la Israeli. Lakini alipata changamoto nyingi sana katika huduma yake hadi kupelekea kuuliwa kwa msumeno. Lakini pia nyakati zingine kuamliwa kutoa unabii akiwa uchi, huku akiwa miguu peku, hajavaa viatu kwa miaka 3.5. Ni nabii ambaye alifanya kazi kubwa sana. Na kitabu chake cha Isaya ni kitabu ambacho ukikisoma ni kama unasoma injili iliyoandikwa na Yohana au kama injili iliyoandikwa na Luka au Mathayo. Na ndio maana nabii Isaya anaitwa nabii wa injili, kwa sababu ana taarifa nyingi za injili, ana taarifa nyingi za ujio wa Masihi, ana taarifa nyingi kuhusu bikira atakaye toa mimba na kuzaa mtoto wa kiume ambaye uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Isaya huyu ndiye aliyefaulu kumwona Yesu katika mateso makubwa sana. Anasema, na habari hii ni nani atakayesadiki? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana nimwonapo hana uzuri hata tumtamani. Anasema ni kama mzizi katika nchi kavu. Alimwona Yesu katika hali ya mateso na masikitiko mengi. Anasema mtu ambaye watu kujificha nyuso zao, mtu ajua sikitiko. Alimwona Yesu katika mateso makubwa sana. Kwa hiyo ni nabii ambaye aliona vitu vingi sana. Na hivyo Mungu anamwagiza Isaya aeleze kwa habari ya hukumu ya Israeli, lakini pia aeleze na habari ya wokovu. Kwa hiyo katika kifungu hiki cha Isaya ambacho tunaenda kukijadili, kukifafanua, ambacho kinatumiwa na watu wa kundi A wanaodai kwamba mapambo ni dhambi, tutaanza kuona kwamba sivyo kilivyo. Kwa sababu kifungu hiki wakati kinatolewa na nabii Isaya hakikutolewa kama maelekezo ya nini wanapaswa kufanya, lakini anaeleza hukumu inayowakabili kwa kuwa wamefarakana na Mungu wao, wamevunja maagano na Mungu wao, na maagano yao na Mungu wao hayakuwa katika mapambo, kwa sababu aliyekuwa amewapamba alikuwa ni Mungu mwenyewe. Na hapo ndipo inanilazimu sasa, kabla ya kusoma Isaya hii sura yetu ya 3:16 hadi 24, hebu tupitie Ezekiel japo mistari michache, ile sura ya 16 mstari ule wa 8 hadi mstari wa 14, tuweze kuona japo kwa haraka sana namna ambavyo Mungu alikuwa amempamba huyu mwanamke yeye mwenyewe na kwa mapambo yake mwenyewe. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Anasema, basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Naam, nikakuapia, nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, naam, nikakuosha kabisa damu yako. Nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri, nikakupamba kwa mapambo pia, nikakutia vikuku mikononi mwako na mkufu shingoni mwako, nikakutia hazama puani mwako na pete masikioni mwako na taji ya uzuri juu ya kichwa chako. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa kitani safi na hariri na kazi ya taraza. Ulikula unga mzuri na asali na mafuta, nawe ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikia hali ya kifalme.
sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliyokutia, asema Bwana Mungu. Sasa Mungu ndiye Bwana wa huyu binti Yerusalemu. Anaeleza jinsi alivyotoka mbali na huyu mwanamke. Kama tungeanzia ile Ezekiel sura ya 16 mstari wa kwanza, tangu alipomchukua alipozaliwa katika mazingira magumu, ambapo hata kitovu chake anasema hakikukatwa wala kutiwa chumvi, na pia hakupata hata nguo, alibaki akiwa uchi akigagaa katika ile damu. Na ndipo Bwana akasema na uwe hai. Akarudi tena mara ya pili akasema na uwe hai, ili kutia uzima katika yule mwanamke. Anasema hakuna mtu aliyekuonea huruma wala kukutendea neno lolote. Anasema nilipopita karibu yako, ndipo Mungu anamtoa yule mwanamke, na anaelekeza jinsi alivyo anza mahusiano na yeye, akamuosha na akamuosha kabisa, akampaka mafuta na akamtakasa, na akampamba kwa mapambo ya taraza, halili, viatu vya ngozi ya pomboo, heleni, hizi nini ya puani, na taji na kila kitu kizuri ambacho tunakuja kukiona kwenye Isaya kwenye Isaya kama sehemu ya Mungu kumwadhibu huyu mwanamke, kumuondolea uzuri wake. Na hiki tulikisoma pia katika tafsiri yetu ya Hosea sura ya 2 ule mstari wa 13, kwamba Isaya hapa haelekezi namna ya kujipamba, ila Isaya anaeleza adhabu ya huyu binti Yerusalemu, kwa sababu amekengeuka, ametoka katika ile njia ya mahusiano na maagano na Bwana wake. Kwa hiyo Bwana wake anaahidi kumwadhibu na kumuondolea uzuri wake, na huo uzuri anaoondolewa ni uzuri ule aliopewa na Bwana wake, sio uzuri aliopewa na Yezebeli, sio uzuri aliotoa kuzimu. Hapana, uzuri aliopewa na Bwana wake. Katika Ezekiel sura ya 16 mstari wa 15 tulianza kuona tatizo la huyu binti Yerusalemu. Alianza kutegemea uzuri wake baada ya kumtegemea Bwana aliyempa huo uzuri, aliyempa hicho chakula. Na tuliposoma Hosea ile sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 11, unaona yule mwanamke anasema mabwana zake ndio wanaompatia chakula, wanampa fedha, wanampa na dhahabu. Mungu anabaki anamshangaa. Yaani chakula changu mwenyewe, mavazi yangu mwenyewe, fedha zangu mwenyewe, dhahabu zangu mwenyewe na mafuta yangu unayapeleka kwa hao mabari, unayapeleka kwa mabwana zako. Sema nitakunyang'anya, nitakuvua nguo zako na uzuri wako, baki uchi, nione sasa jeuri yako. Na lugha hiyo ndio inayotumika katika Isaya. Na sasa kabla ya kusoma ile mistari yote, niombe nisome Isaya hiyo ule mstari wa 18, ile 3:18, alafu ndipo tusome vifungu vyote. Anasema siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao. Anasema siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao. Sasa anaposema ataondolea uzuri ni kwa sababu anawaadhibu. Kwa sababu hasemi eti kinachowafaa ni ubaya. Kwa kuondolewa uzuri ni adhibiwa. Ni kama vile ukiondolewa afya umeadhibiwa, si kwamba magonjwa ndio stahiki yako. Ni kama vile Mungu alisema nitawaondolea mvua, ni adhabu, si kwamba ukame ndio hitaji letu. Ni zile baraka ambazo Mungu ameamua kuziondoa kama sehemu ya adhabu. Kwa hiyo mstari wa 18 anasema nitawaondolea uzuri wa vitu wa mapambo yao. Na uzuri wa mapambo hayo ni mapambo yale ambayo Bwana alikuwa amewapatia. Sasa kabla ya kuendelea na hii mistari tulisema tutaisoma mstari wa 16 hadi 24. Hebu turudi ule mstari wa kwanza. Na hapo ndipo naposhauri tusidokoe mstari. Tusome kifungu kizima cha Isaya sura ya 3 hii. Utaona inasemaje. Ila kwa sababu ya muda, hebu tusome ule mstari wa kwanza na wa pili, kiwezekana na wa 3. Kisha tuendelee sasa na hii mistari ya 16 wa 16 hadi 24 inayotumiwa na hawa kundi A kwamba inazuia mapambo. Anasemaje katika Isaya sura ya 3 mstari wa kwanza, pili hata ule mstari wa 3. Anasema
kwa maana tazama Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji, mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee, jemadari aliye juu ya watu 50, na mtu mstahifu na mshauri na fundi aliye mstadi na mganga ajuaye uganga sana. Unaweza kaendelea kwa muda wako. Unaona anachokizungumza katika mstari huu, anasema kwa maana natazama Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo. Anawaondolea egemeo na tegemeo. Unaona? Na katika egemeo na tegemeo unaweza kaona ni egemeo gani? Anaonyesha kwamba chakula ni sehemu ya tegemeo lao. Hata kama amebariki kwa vyakula, unaona katika Ezekiel na Hosea tuliposoma, asema nilikupa chakula kizuri, mkate wangu, unga mzuri, mafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni tegemeo kwa huyu mwanamke au kwa hawa binti Yerusalemu. Kwa hiyo Mungu anasema naondoa. Sasa anapoondoa, si kwamba eti Mungu anatangaza mfumo mpya wa maisha ya muamini au kanuni ya muamini mpya, kwamba sasa muamini aanze kuishi bila chakula kama Mungu amekataza chakula. Si kweli. Hapa Mungu hakatazi chakula. Anasema na maji na tegemeo la maji. Kweli maji imekuwa ni katazo? Maji sio katazo, ila ni adhabu, kwa kuwa wanaona wana chakula cha kutosha, wana maji ya kutosha. Kwa hiyo hawaoni sababu ya kumtegemea Mungu tena. Wanaona kwamba sisi tuna chakula kinatutosha, Mungu wa nini? Sisi tuna maji ya kutosha, Mungu wa nini? Halafu pia wana watu hodari. Unaona katika ule mstari wa pili anasema mtu hodari na mtu wa vita. Wakijitazama wana vijana wenye nguvu, wamefundishwa vizuri. Yaani wanaona kama vile hata kama Mungu akienda likizo wanaweza wakapambana tu, hakuna mtu wa kuwasumbua yani. Yaani hata kama Mungu akienda likizo huko, wanaona sasa tuna chakula cha kutosha, tuna maji ya kutosha, tuna vifaa vya silaha za kutosha, tuna vijana ambao wamefunzwa vizuri kila kitu. Yaani kama vile Mungu hata akienda likizo hakuna shida. Kama kuna shida wana watu wastahivu, amesema pale. Kuna watu washauri, kama vile kipindi cha Daudi kuna mtu mmoja alikuwa ni mshauri wa Daudi, anasema ukiuliza kitu kwake ilikuwa kama vile unauliza kitu kwa Mungu. Yaani alikuwa na uwezo kukushauri kitu na kinafanikiwa. Yule jamaa Ahithofeli. Hapa nafikiri kama sikoseje ni Ahithofeli. So hata wana wa Israeli wakajikuta kipindi hiki wana timu kubwa ya watu wenye ujuzi, wenye busara, wenye akili, kama wamejitosheleza kwenye nyanja zote. Lakini pia haikuwa tu kwenye eneo hilo tu, lakini pia walikuwa na waganga, wakiamua waganga wa kutosha kabisa kufanya miujiza yao, na mazingaombwi walikuwa nayo kutosha, na vitu vingi tu walikuwa navyo. Sasa Mungu anasema ninaondoa. Sasa anapoondoa, sasa ndipo anaendelea hii sura ya 3 yote, anafika hadi mstari wa 16 hadi na 24. Sasa ndipo tuendelee kusoma. Anasema hivi: Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaa na kuuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti Sayuni kwa pele za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na dusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi na matarasimu na pete na azama na mavazi ya sikukuu na debwani na shali na vifuko na vioo vidogo na kitani nzuri na vilemba na utaji. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi kamba, na badala ya nywele zilizosukwa vizuri upaa, na badala ya kisibau mavazi ya kigunia, na kutiwa arama mwilini kwa moto badala ya uzuri. Watu wake waume wataanguka kwa upanga, na mashujaa wako vitani, na malango yake yatalia na kuomboleza, naye atakuwa ukiwa
atakaa chini. Sasa hebu fikiria sasa, ili kufanya njia nzuri au rahisi ya kutafsiri kifungu tena au rahisi. Unaona hawa watu wa kundi A wanaosema kifungu hiki kinadhihirisha kwamba eti mapambo yamekatazwa, macho yao huwa yanaona tu maneno kudokoa dokoa. Unaona kwamba wanadokoa kwamba paliposukwa vizuri patakuwa upaa. Hasa ndipo wanapokulenga, na hasa kwamba atawapea kwa pele za utosini, kwamba si wanajichubua usoni au watu wanapaka wanja, kwa hiyo kisa Mungu atawapiga kwa pele za utosini. Wanatafsiri hivyo, lakini wanasahau kwamba ule mstari wa kwanza na wa pili inasemaje, kwamba Mungu anawaondolea egemeo na tegemeo. Na hivi vitu ni vitu ambavyo Mungu mwenyewe alikuwa amewapa, hata kama kuna vitu vingine humu walikuwa wameamua kukengeuka na kuvigeukia. Kwa mfano kama wapiga ramli, waganga, unaona walikuwa kama kuna uharibifu fulani wa kiimani, sawa. Lakini kwenye hivi vitu kuanzia mstari wa 16 na kuendelea zilikuwa ni baraka za Bwana kwao, kama ambavyo tumesoma katika Ezekiel ile sura ya 16 mstari wa 8 hadi mstari wa 14. Haya mambo ya pete ni yeye alikuwa amewapamba, vikuku alikuwa amewapamba yeye, mavazi ya halili alikuwa amewapamba yeye, sui nini alikuwa amewapamba yeye, taji ya uzuri alikuwa amewapa yeye, kila kitu. Akasema ukawa mzuri ukupamba ukapendeza, na taarifa zako zikaenea katika mataifa. Kwa hiyo Mungu ndiye alikuwa amempatia. Lakini kama alivyokuwa amesema katika Ezekiel kama nitakuvua, na katika Hosea anasema nitakuvua, ndicho pia na Isaya anasema nitakiondoa. Kwa hiyo anaondoa, unaona? Kwa hiyo ni adhabu na sio katazo. Ni adhabu, ndio maana anaondoa mvua. Mvua sio katazo, ni adhabu. Anaondoa maji. Maji sio katazo. Maji ni hitaji, ila ni adhabu sasa wanapata. Ukisoma ile mistari ya mwishoni, tuliposoma ule mstari, mimi nibidi nisome tu nimalize ile sura yote hadi mstari wa 26. Hawa kundi A wanapenda kusoma hadi kufikia mstari wa 24. Mstari wa 25 na 26 hawataki kuendelea nao mstari. Ukiwauliza kwa nini hamtaki kuendelea kusoma hadi mstari wa 24 na 25 na 26, manake hawana majibu, watajiconfuse, yani watajichanganya, kwa sababu utaona vile ambavyo Mungu anazidi kuwaondolea kama tegemeo na egemeo lao hawavisemi. Manake huko anasema vijana wale, kama alivyosema mstari wa pili pale, vijana wa vita, vijana hodari, ni tegemeo lao. Tegemeo sio tatizo, sio katazo. Vijana wenye afya, vijana wa vita, si kwamba eti wametoka kwa Yezebeli au kuzimu. Hapana, na kila jamii na kila taifa linajisikia vizuri kuwa na vijana wenye afya, vijana hodari, wapambanaji. Lakini kwa sababu huyu binti Yerusalemu amewafanya kuwa tegemeo na egemeo, Bwana anasema na wenyewe watakufa vitani. Anawapiga, ni adhabu, watamkia vitani. Na anasema patakuwa na vilio kila kona, kila lango patakuwa na misiba maana yake. Kwa hiyo kupigwa kwa hawa vijana si kwamba eti ni katazo eti kuwa na vijana. Hapana, ila kwa sababu ni pigo. Sasa basi unaweza ukaendelea pia na kutafakari kitu kingine. Hawa kundi A wanataka kusema eti Nabii Isaya ametumwa na Mungu watu wasivae kisibau. Mbona hawa wanaokataza kusuka na kuvaa heleni na pete, mbona wanavaa visibau? Au labda mimi ndio sijui kisibau ni kitu gani? Kisibau ni unavaa shati, unakuwa na kisibau fulani, una kama kikoti kidogo kile. Hata mwingine kinaweza kikawa peke yake juu ya shati au kama na koti jingine juu. Unaona? Ni kisibau. Kwa hiyo Isaya alikuwa anaonyesha kwamba kisibau ni dhambi? Hapana, si kweli. Lakini pia hawa kundi A ndio wanaosema eti mapambo ni dhambi. Ndio wanaosema hata kichwa cha mwanamke kisiwe wazi sana, kwa hiyo ni vizuri avae kilemba. Lakini hapa ukisoma Mungu anapiga, yani hapa Isaya anapoondoa uzuri wao, anaondoa na uzuri wa vilemba vyao. Mbona hapa kilemba nacho kimepigwa? Je, na hapo sasa
kwa sasa hivi wanaweza wakabadilika wakasema kwamba kuvaa kilemba ni dhambi, kwa sababu kwenye huo mstari anapompiga anayesuka, tena bahati nzuri amesema hata aliyesuka vizuri, sio kusuka vibaya. Afu angalie, hasemi aliyesuka vibaya, anasema aliyesuka vizuri, itakuwa ni upaa. Lakini huyu hapa hapo kwenye kusuka vizuri pana kwa upaa, anazungumza na kuhusu kilemba acho kinapigwa. Kwa hiyo na vilemba wasivae. Sawa? Ni kweli huyu ndiye anayesema na mavazi ya sikukuu. Ni kweli hawa wanaosema kusuka ni dhambi na kuvaa heleni hawavagi nguo za sikukuu. Na sikukuu ziko nyingi tu. Kuna sikukuu za harusi, kuna sikukuu za kidini, naona na za kijamii pia. Na ni kweli hawa watu wa kundi A wanaosema mapambo ni dhambi hawanaga nguo za sikukuu. Au ni kweli Isaya alikuwa anasema nguo za sikukuu ni dhambi? Si kweli. Ndio maana tunasema Isaya anatangaza hukumu kwa kuwa wamevunja agano na Bwana wao, na agano lao si mapambo yao. Kuna mahali wamekusana, kwa kuwa Bwana anataka wamtegemee yeye, wasiwe na miungu mingine. Wameleta ile miungu ambayo tulisoma katika somo letu sehemu ya 4, yule mungu Baali, mungu mume wa Wasidoni, ambaye ni mungu wa vita na mungu wa kutegemewa. Lakini pia wakawa na mungu wa ile chukizo la Wasidoni la Maashtoreth. Maashtoreth ilikuwa ni miungu ya kike, miungu ya uzazi ya Wasidoni, ambayo ni chukizo la Wasidoni, wakakubaliana nalo. Lakini pia walikuwa na miungu mingine ya kike ya Milcom, ambayo Chemosh ambaye ilikuwa ni mungu wa Moabu. Lakini wakaendelea mbele tena wakawa na miungu mingine ya Milcom, miungu ya Waamoni au chukizo la Waamoni. Walikuwa bado na Moreki. Unaona, mungu wa ovyo kabisa wa Waamoni. Huyo alikuwa ni wa kiume. Lakini pia wakawa na miungu ile ya nyota za mungu Refan. Unaona, katika bonde la Hinomu. Tulisoma habari zake nyingi. Wakapeleka uvumba na mafuta ya Bwana na sadaka za watoto huko, na wakainajisi Yerusalemu. Wakanajisi vitu vingi sana. Je, ni kweli Mungu angeridhiana na wao katika mambo hayo? Hapana. Kwa hiyo ugomvi wa Mungu na wao haikuwa kwa habari ya kusuka wala kuvaa pete. Na kibaya zaidi, walipoona Mungu amewastawisha, wakategemea na uzuri wao. Mungu akasema sasa nitawaadhibu. Kwa hiyo ni adhabu. Kwa hiyo adhabu haikuchagua mvua, haikuchagua maji, haikuchagua chakula, mavazi yao, uzuri wao, sikukuu zao. Na ndio maana kitabu cha Isaya ukikisoma, niombe nipite kwa haraka. Mungu haishi kuharibu uzuri wao, anaharibu na vijana wao. Vijana ni tatizo, lakini haishi tu kuharibu vijana wao. Soma kitabu cha Isaya, utaona Mungu anaahidi kuharibu miundombinu ya Israeli. Kwa hiyo miundombinu kuwa na barabara ni dhambi? Ni katazo kuwa na barabara katika Yerusalemu au katika Israeli? Hapana. Mungu kwa sababu anaharibu uzuri wao, anasema nitaharibu na barabara zao na njia zao. Lakini pia haishi tu kusema taharibu barabara zao. Kusema kitabu hiki cha Isaya anasema anaharibu na uzuri wa mji wao. Unaona? Mungu anaahidi kuharibu. Lakini si tu uzuri wa mji wao. Mungu anaahidi kuharibu na hekalu la Yerusalemu. Na yeye hekalu bado anaitegemea ataliharibu. Mungu anakataa kabisa kwamba wasihisi kwamba wamenifuga katika Yerusalemu. Na hapo nizungumza kidogo. Kwa nini Mungu anaharibu na anaahidi anahukumu na Yerusalemu na kuahidi kwamba na hata hekalu hilo litaharibiwa? Kwanza ukumbuke lile hekalu lilitoka kwa Mungu. Si halikuwa hekalu la kipagani. Mungu alisema na Musa, akamuonesha mfano wa hema ya mbinguni, akasema utengeneze kwa mfano wa hiyo, na Musa akatengeneza. Wamesafiri nayo jangwani mpaka wakafika nayo katika nchi ya ahadi. Baadaye Daudi akataka kujenga sasa, wasimwabudu Mungu katika nyumba ya mahema wakati wao wapo kwenye nyumba za mawe ya kuchonga na tofali na miti. Lakini hadithi ile ni ndefu, mnafahamu. Alikuja kujenga hatimaye alikuwa ni mtoto wake ambaye ni Suleiman. Na mnafahamu siku anazindua lile hekalu, jinsi utukufu wa Bwana ulivyoshuka katika hekalu lile, na hata wakashindwa kuendelea na huduma za ndani ya hema lile. Kwa lilikuwa ni hema takatifu, na ilijulikana kwa majina makubwa kwamba ni nyumba ya Mungu, hema ya Bwana, hema kukutana na Bwana. Kwa hiyo walijua kabisa wakienda mle wanakutana na Bwana,
kwa sababu ni nyumba ya Bwana. Na ikishaitwa nyumba ya Bwana, maana yake Bwana wao anapatikana kule. Wao walikuwa na nyumba zao, wanaishi kule. Wao walijua mle ni nyumba ya Bwana. Lakini pia mkumbuke hata hiyo hema ya Bwana ilikuwa kwenye mji wa mlima wa Bwana, mlima Sayuni, na ambao Biblia inasema hautatikisika hata milele. Kwa hiyo waliamini wapo katika mji wa Yerusalemu, mlima ambao hautotikiswa na yeyote, ni ahadi ya Bwana. Lakini waliamini kwamba kuna nyumba ya Bwana mle, ambapo hata wao wenyewe wanaingia kwa utaratibu maalum, kiasi kwamba hata kiongozi wao akiingia vibaya walikuwa wanafia mle, mnajua. Na baadhi yao tuna rekodi za vifo vyao. Sasa walijua kwamba huyu mpagani asiyetahiriwa atawezaje kuja kwenye mji wa Bwana, atokeje salama? Huyu mpagani asiyetahiriwa atawezaje aingie kwenye hilo hekalu afanye chochote atokemo salama? Bado huyu Mungu wetu anamwangalia tu. Na ndipo Mungu akamwambia Isaya, waambie mbinguni ni mahali pangu, pakiti changu cha enzi, na duniani naweka miguu yangu. Waulize, wanaweza kunijengea nyumba ya namna gani? Kwamba uhakikishie kwamba hayo mawazo yao sio sahihi. Kupigwa watapigwa kweli. Na hiyo notion kwamba wamenifuga mle, mimi siishi mle. Kama mbinguni tu ni kwenye kiti changu cha enzi, na duniani naweka ninashusha miguu yangu, wanahisi wanaweza wakanijengea nyumba ya namna gani? Kwa Mungu alikuwa tu anajaribu kuelezea tu kwa picha tu, kwa lugha ya kimaumbile, kwamba jinsi alivyo mkuu, na nadharia kwamba ito amemfuga mle iondoke kabisa, na kwamba hicho ambacho nabii Isaya anasema kitawakuta kweli kweli. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, kwa hiyo kama Mungu anaadhibu hata hekalu, unahisi kuadhibu pete zao angepata shida sana? Na anapokuwa ameadhibu hadi hekalu lao, na kweli liliadhibiwa mpaka wapagani wakaingia mle ndani wakachukua na vitu vitakatifu na dhahabu zote za hekalu wakabeba. Kwa Mungu alikuwa amesema sasa amekataza kuwa na hekalu? No, ilikuwa ni adhabu. Lakini pia Mungu anamwambia Isaya, waambie hivi, wasihisi kwamba wanaweza wakaniunga kwa sadaka zao. Waulize, mimi nilipowatoa Misri, nimesafiri nao miaka mingi jangwani, nikiwabariki, nikiwalisha na kuwanywesha vyakula vya kimuujiza. Je, walikuwa wananipa sadaka yoyote? Jibu ni kwamba walikuwa wanipa sadaka yoyote. Kwamba waambie mimi sipendeziwi na sadaka zao. Na ndio maana akawaambia hivi, hata achinjaye mtu, achinjaye ng'ombe, itakuwa kama vile mtu achinjaye mtu au auwaye mtu. Na tusia atowaye sijui nini, itakuwa kama vile mtu anayetoa damu ya nguruwe kwenye madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni vitu vibaya sana. Ukisoma ile Isaya 63 mstari wa 3. Niombe nisome huo mstari. Isaya 63 mstari ule wa 66, sorry. Isaya 66 mstari ule wa 3, ikiwezekana na mstari wa 4. Nitasoma. Anasema, yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuwaye mtu, na yeye atowaye dhabihu ya mwana-kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa, na yeye atowaye matoleo ni kama yeye atowaye damu ya nguruwe, na yeye afukizaye vumba ni kama yeye abarikie sanamu. Naam, wamezichagua njia zao wenyewe, na nafsi zao zafurahia machukizo yao. Sikiza, kwa unaona kitabu cha Isaya kimejaa hukumu pamoja na habari ya wokovu, matumaini. Kwa Mungu alifuta vitu vingi, aliwaadhibu kwa vitu vingi, akawaambia haya mapete yenu kwanza hatastaki, nuo zili wenu nitauharibu, maana hata sadaka zenu sitaki. Kwa hiyo kuna mtu mwingine akitafsiri kama watu wa kundi atasema Mungu hata sadaka hataki kabisa za ng'ombe, kwamba ukichinja ng'ombe ni kama vile umeua mtu, ukitoa kondoo ni kama vile umevunja shingo ya mbwa, sio nini. Kwa hiyo sadaka kabisa hakuna sadaka Mungu amekataza. Hapana, Mungu hajakataza sadaka, unajua. Ila Mungu anataka watengeneze kwanza. Kuna mahali wamehitirafiana. Wasihisi kwamba wanaweza kumpetipeti Mungu kwa sadaka vyao wakati wamevunja mambo ya msingi ya maagano yake na wao. Na ndicho hicho Mungu alizungumza na Amos. Unaona? Waambie waondoe hata hizo nyimbo zao, kwangu ni makelele. Na mavinanda yao na nini na mazomari yao waondoe kabisa masikioni mwangu. Mtu mwingine anaweza kusimama akahisi kwamba Mungu alishapiga marufuku mavinanda na magitaa na nyimbo. Kwa hiyo tunasali tu bila nyimbo na magitaa. Si kweli.
ila Mungu anaonyesha kwamba mambo ya msingi yanapokuwa yameharibika, haya mengine hayana nafasi. Kwanza mtengeneze, halafu ndio muendelee mbele. Na ndicho hiki ambacho kinazungumzwa katika Isaya hii sura ya 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 24, wanaotumia kwamba unakataza mapambo. Kwa hiyo Mungu alikataza vitu vingi sana kupitia nabii Isaya kama sehemu ya hukumu kwao. Na ndio maana ule mstari wa 16 alianza kwa kusema, kwa kuwa hawa mabinti Yerusalemu wana kiburi. Na mnafahamu kiburi hakijai kukubalika na Mungu. Na kiburi sio heleni ndugu yangu. Na kiburi sio kusuka. Na kiburi sio mavazi. Kiburi ni kitu kingine sana. Na ndio maana Yohana anataja vitu vitatu kama sikosei. Anasema tamaa ya mwili, roho ya kiburi, na kiburi cha uzima. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Mungu. Kwa hiyo hata hawa mabinti Yerusalemu wakaanza kuwa na kiburi. Anasema kuenenda na shingo zilizonyooshwa. Maana yake ni tendo zima la kushupaza shingo. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kuelekezwa aelekee katika ile njia ya Mungu. Anasema wana macho ya kutamani. Maana yake ni ile tamaa ya mwili, tamaa ya macho, vili wavagaa. Na haya makosa usiyaone tu kwa binti Yerusalemu. Unaanza kuiona kwa Adamu. Aiona ule mti watamanika kwa macho. Unaona namna hiyo akavutika na yeye. Kwa hiyo akaona watamanika kwa macho, mwili kahitaji, kiburi kikaingia kwamba huyu Mungu anatafanya nini? Kwanza ametudanganya. Akaasi. Kwa hiyo haya ni makosa huyo hawa binti Yerusalemu wanakutana nayo. Unaona? Na anasema sasa wanaojipamba wanapenda sana haya maneno kwamba wakienda kwa hatua za madaha. Kwa hiyo unaona wakishajipamba wanaenda kwa hatua za kimadaha, kwa hiyo ni dhambi. Lakini sasa anaposema hatua za kimadaha kwa sababu anaonesha walianza kuwa na jeuri na dharau katika mienendo yao. Hana maana kwamba eti Isaya watu waanze kutembea miguu zilizaga. Hapana. Yaani lazima binadamu tembee kwa rhythm. Sasa wana mapigo ya moyo, lazima utembee kwa rhythm. Huwezi kutembea tumradi. Sasa mimi bwana mambo ya mapambo sitaki kuona tembea ovyo ovyo. Huwezi kutembea ovyo ovyo. Lazima utembee kwa step. Unaona? Alafu anaendelea pale kwamba wanaliza njuga katika miguu yao. Kwa hiyo hayo yote yalikuwa ni sehemu ya jeuri yao, kiburi chao walikuwa wamefikia. Kwa hiyo wanaona sasa matokeo, Mungu anawapiga kwa pele za utosini, atafunua aibu yao. Lakini hiyo ni kama vile Hosea alivyozungumza, anaondoa uzuri wao. Unaona? Sasa uzuri wao wanaoondoa ndipo sasa anataja ule uzuri wao. Ule mstari wa 18 na 19 na 20 na 21 na 22 hadi ule mstari wa 26 anataja uzuri wao wanaowaondolea. Anasema wanjuga zao, wakaya zao, wapete za masikio yao na vikuku. Na ukiyasoma yote Mungu aliwapatia katika Ezekiel. Naona na taji zao. Naona yule mwanamke katika Ezekiel alivikwa taji ya uzuri kichwani mwake, lakini inaondolewa. Na dusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi, yani hii ni jumla ya mafuta, lakini na matarasimu na pete, naona na azama hizi za puani hizi. Mwanamke lazima alipewa na azama za puani, lakini hapa anaondolewa. Na mavazi ya sikukuu na hiyo yanaondolewa. Na debwani. Debwani sijui vizuri sana, lakini debwani ni kama zile nguo mtu anatupia juu ya nguo nyingine. Wakina mama siku hizi mna mbao wenu mnaweza mkavaa vizuri, vitenge mshono mzuri, moja kwa kikunja akitupia begani. Au wengine wanapenda kufunga kama zile Wahindi au Wanyarwanda vile au Waganda. Hizo pia ni kama debwani. Unaona? Kwa hiyo zinawapendezesha. Ila sema ataziondoa. Kwa hiyo na zile kuzivaa ni dhambi unahisi. Shali pia ni kama vile debwani. Unaona? Shali pia ni kama vile debwani, zinafanana, nguo za kutupia juu ya nguo zingine. Kwamba na vifuko kwamba anaviondoa. Hapa sema vifuko ni kama vipochi, unaona? Kwa pochi ni mbaya kama mabegi ya kina mama haya, unaona? Lakini pia na vioo vidogo, na mara nyingi kwenye zile wallet hapana vioo, au kwenye mabegi yenu yana vioo. Kwamba eti na vioo ni dhambi, na na kitani nzuri
Hizi kitani nzuri ni kama ni hizi nguo asili ya nguo nyeupe safi za kupendeza, na viremba ataondoa, na utaji ataondoa. Unaona? Na anasema sasa badala yake palipo na manukato mazuri uvundo. Kwa hiyo maana yake watu wasiwe na manukato mazuri. Kwamba mishipi kamba, kwamba watu wavae nguo bila mshipi, sawa kamba ni dhambi. Sio hivyo. Na ndio maana ukisoma Ufunuo wa Yohana alipomuona Yesu katika ulimwengu wa roho, alimwona amefunga mshipi matitini mwake. Watu walikuwa wanavaa mshipi. Hata Yesu mwenyewe unaweza kuona alikuwa anapenda kuvaa mshipi. Kwa mshipi haijawahi kuwa dhambi, au kuvaa mkanda. Mshipi kama kuvaa mkanda kiunoni haijawahi kuwa dhambi, isipokuwa Mungu anaondoa uzuri. Na akikuondolea mshipi, nguo zinakaa ovyo ovyo, sawa nywele zilizosukwa vizuri inakuwa ni upaa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Anaondoa uzuri. Si kuharamisha usukaji. Kisibau inakuwa ni vazi la, inakuwa badala ya kisibau magunia. Kwa kisibau sabeti ni kibaya. Nimeshazungumza vya kutosha kuhusu kisibau. Anasema na uzuri, anaona uzuri ule wote kwenye mwili utaondolewa, itakuwa ni mapovu kama kuchora kwa moto. Anasema na watoto wa kiume wote watalala kwa upanga, na mashujaa wake wote watafia vitani, na malango yake yote yatajaa maombolezo. Na unaona, na badala ya kuwa na watu, mji utakuwa na ukiwa. Unaona? Sasa hayo yote nasema mwisho atakosa hata nguvu za kusimama, anasema atakaa chini, ule mstari wa 26. Sasa kifungu hiki hakielekezi mfumo wa kuishi, kinaelekeza adhabu ambayo Mungu anaenda kuitoa kwa hao watu kulingana na makosa walioyafanya. Kwa hivi vitu sio sehemu ya makosa walioyafanya. Sawa? Na ndio maana tumeanzia mstari ule wa kwanza. Naona anaondoa maji, anaondoa chakula, anaondoa watu mashujaa na watu kadha wa kadha, kwa kuwa anawapa adhabu. Kwa hiyo basi, ili niweze kuhitimisha kifungu hiki cha Isaya sura ya 3 mstari wa 20, Isaya 3 mstari wa 16 hadi 24, hiki kifungu hakipo kukataza mapambo. Kifungu hiki kipo kutangaza hukumu ya Mungu kwa binti Yerusalemu kwa yale makosa ambayo tumekwisha kuyasema ya kuvunja maagano na Bwana wao. Kwa sababu orodha ya vitu hivi ambavyo vimetajwa hapa ni orodha ya vitu ambavyo Bwana mwenyewe alikuwa amewapatia, alikuwa amewapamba, wakapambika na wakapendeza, na hawakuvitumia tena kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Na kisha Bwana anaamua kuondoa uzuri wao. Unaona? Ili tu kusudi waweze kuifikia toba. Na kufikia toba, Bwana ni Bwana wa kurejesha uzuri wao. Ni imani yangu kwamba umeweza kuelewa kifungu hiki, kwamba hakina tafsiri hiyo inayotolewa ya kukataza mapambo. Badala yake kinatangaza hukumu kwa yale makosa waliokuwa wakiyafanya, kwamba sasa zile neema na zile baraka ambazo Bwana alikuwa ameziachilia kwao anaziondoa. Au kuondolewa kwa baraka hakuhalalishi kwamba usizitafute hizo baraka. Zinakuelekeza kuifikia toba. Mwambie Bwana, naomba uturejeshee uzuri wetu. Bwana, tunaomba uturejeshee chakula chetu. Bwana, tunaomba uturejeshee maji yetu. Bwana, tunaomba uturejeshee mashujaa wetu. Na badala ya kusema eti kwamba hivi vitu ni haramu, hatuvihitaji tena. Ni imani yangu kwamba umeweza kuelewa somo hili kwa kipengele hiki, na kwa sababu hiyo basi wanaokataza mapambo watafute kifungu kingine kama watakiona. Na hata vile ambavyo hatujavifikia kipindi kifuatacho cha 6 tutaendelea penyewe, tutakuwa na vifupi sana na tutavisema vifungu karibia 4 kwa wakati mmoja. Niseme asante sana kwa kunisikiliza. Niombe uweze kucomment, uweze kusubscribe na uweze kushare. Lakini pia ukiwa na swali na kukaribisha, unaweza ukauliza. Unaweza kauliza kwa namba yetu ya simu iliyoko hapo chini, na kama haionekani vizuri na kutajia kama ifuatavyo: ni 0767950038. Narudia tena 0767950038. Karibu sana. Asante kwa kuwa umetusikia, na tunaomba support yako ili tuweze kuwa na vifaa vizuri vya kurekodia vipindi vyetu. Karibu sana katika darasa huru la neno la Mungu. Tukumbuka neno letu la msingi katika darasa letu Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32. Yesu alipowaambia wale Wayahudi waliomwamini kwamba mkikaa katika neno langu
mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Na Mungu akubariki. Karibu sana. Tukutane kipindi kinachofuata cha 6.